Yo, ladies and gentlemen, big boys and girls, another gorgeous day. Kuna makubwa ambao wameweza kuhappen huko Mbefele. Oya, didi na kuita tena kwa mara ya tatu Si ndio ugomvi ulikusababisha mpaka kuweza kufungiwa katika kifungo cha gereza la peke yako Basi, this time around bwana, za chini ndugu yangu bwana, unaambiwa kwamba ile adhabu ambayo mtu mzima Didi aliweza kupatiwa kutokana na issue nzima ya vurugu alizozileta bwana gerezani ndugu yangu, kiasi kwamba akatengwa kwenye gereza la peke yake kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba jambo kama hili Mnyamwezi alifanyi tena. Unaambiwa hivi, right now mwanamuziki na mfanyabiashara maarufu kutoka nchini Marekani Sean Diddy Combs ametolewa kwenye kifungo chake cha upweke, yani solitary confinement, katika gereza la shirikisho la FCI 40 Dixie huko New Jersey nchini Marekani, baada ya kuwekwa humo kufuatia madai ya kuhusika kwenye ugomvi na mfungwa mwenzake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chombo kimoja cha habari, vyanzo vyenye ufahamu wa moja kwa moja kuhusu tukio hilo vimedai kuwa Diddy aliachiliwa kutoka kwenye eneo la kifungo cha upweke baada ya kukaa humo kwa muda mfupi kutokana na tukio la ugomvi lililotokea gerezani. Ripoti zinaeleza kuwa ugomvi huo ulianza baada ya mfungwa mwingine kudaiwa kumtusi na kumdharau Diddy, jambo ambalo likampandisha hasira mtu mzima Diddy na kuweza kureact. Hadi sasa haijafahamika ikiwa Diddy atachukuliwa hatua nyingine za kinidhamu kutokana na ugomvi huo. Mamlaka ya Federal Bureau of Prison BOP imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba haitotoa taarifa za ndani wala kutoa maoni kuhusu masuala ya kinidhamu yanayowahusu wafungwa binafsi, ikielezwa sababu za faragha, usalama na ulinzi wa gereza. Diddy sasa anatumikia kifungo katika gereza la shirikisho. Kwa mujibu wa taarifa zilizotajwa kwenye ripoti mbalimbali, anatarajiwa kuweza kuachiliwa Februari 20 mwaka 2028. Maoni yako ni yapi katika hili ambao umetoka kulitazama right now? Fanya kama unachia comment yako hapo chini, then mtapita nao katika episode ambayo inafuata. I go by the name Kelvin K, your dad, father of 6 babies. Until time mengine tena tukutane tena kesho. I'll let your boy. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.